Hakuna namna ambavyo Haji anaweza kulikataa ile jambo kwamba yeye akufanyaje akufanya, kwa sababu automatically kabisa kwa mtu mwenye uelewa akisikia voice note unajua kwamba hili jambo la Haji. Lakini ni zaidi ya usaliti, haya ni zaidi ya usaliti. Yawezekana sio haya yako mengi Haji amekwenda kufanyaje, ameyazungumza. Mechi gani ambayo iliniumiza kichwa sana, mechi gani ambayo sitaisahau? Basi mechi ya Simba na Mashujaa. Ni kweli ahadi ambayo inaonekana imetoka, ni kweli wameahidiwa. Inasemekana zaidi ya milioni 100. Yes, ni milioni 100. Ni pesa ambazo zimegawanyika kwenye makundi mawili. Si Simba tumefurahi, mashabiki wa Simba tumeenjoy. Tukisikia mtu ambaye tunakwenda kucheza naye amekwenda kuwekewa pesa ili akaongeze spirit ya kupambana na sisi. Sisi Simba tunahitaji upambanaji kwa namna ambavyo tunakutana na hiyo timu. Si kwetu kesho tunakwenda kuenjoy. Yes, ikiwa leo ni siku ya sikukuu ya wafanyakazi duniani, na siku hii leo 69 Sports tumepata bahati ya kumtembelea Mikoi Kisugu nyumbani kwake, limradi kwenda kuzungumza mawili matatu kuhusiana na timu yake. Mimi ni Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote kimichezo ambayo kwa hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mengi yanaendelea ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Kesho Mnyama atakuwa katika dimba la KMC katika mchezo wake dhidi ya Mashujaa. Ni mchezo wa kiporo. Je, Simba watafanikiwa kuondoka na alama zote tatu muhimu? Na Simba wamefanikiwa kutinga katika hatua ya finali. Mwamba Mikoi Kisugu ametulia, anatamba kweli kweli. Mikoi, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mzima wewe? Yes, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ametoa kama ulivyosema siku ya Jumamosi. Leo tumetulia nyumbani, tuko na familia. Lakini tuko nafasi hii ni washukuru na kuwapongeza sana 69 Media kwa kuweza kunitembelea na kuweza kujua nyumbani kwangu hapa. Lakini pia nyinyi leo mtakwenda kuambia Watanzania kwamba Kisugu anaishi maeneo gani. Na hapa si kwa shangazi, hapa si kwa mama mkubwa, hapa sio kwa baba, hapa wala sio kwa mama. Hapa hakupatikana labda kwa mgao wa familia wenye mnaita urisi. Hapa ni eneo ambalo nilipambana kwenye jasho na damu. Namshukuru Mwenyezi Mungu amenijalia niko na familia alhamdulillah. Kwa hiyo nendeni mkamwambie, nendeni mkamweleze yule kisha kuna kumtaa Mwalimu Yanga kwa namna ambavyo alivyosema, mwambie tumekwenda nyumbani kwa Kisugu, tumemtembelea na katika sehemu ambapo anapoishi ni mali yake. Kwa hiyo ile ya kusema labda kwa shangazi, kusema kwa mama mdogo ni mambo tu ambayo yeye ameamua kuyazungumza, kuyatengeneza katika watu, ni propaganda ambazo yeye ameamua kuziweka. Mimi siwezi kudoubt yote katika hicho, lakini uasilia ndio huo. Wenyewe mmekuwa mashahidi, niko kwangu na familia yangu, nafikiri nyinyi mmeiona. Ndio. Kisugu, tuanzie hapo hapo. Ukipata story kama hizo, wewe ukiwa kama ni mtu wa mitandao ya kijamii, kwa wewe unaichukuliaje ama inakuathiri kwa namna gani haswa? Mimi jambo lote ambalo halina ukweli haliwezi kuniathiri sana. Na ndio maana huwa siwezi kuchukia. Kwa sababu mwisho wa siku unaweza kusema kwamba Kisugu anakaa kwa shangazi yake. Inaniumiza nini wakati mimi nakaa kwangu? Kisugu analelewa. Analelewa, inaniumiza nini wakati mimi na sile. Kwa hiyo mara nyingi katika taarifa hizi za mitandao ya kijamii zinazotoka, taarifa ambazo hazina ukweli wote huwa haziniumizi. Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli. Yes. Kubwa mwezio Haji Sande Manara usiku wa jana kuamkia leo hii amechukua headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii kutokana na kile ambacho amekizungumza ama voice note zake kuvuja kwa kuwaonyoshea vidole baadhi ya mastaa mbalimbali na wake za watu. Kwako wewe kama Kisugu, shabiki wa Simba, lakini pia Manara ni mtu ambaye unapataga nafasi ya kuzungumza naye si mara moja si mara mbili, hili unalichukuliaje? Kwanza niseme sio jambo jema kwa namna ambavyo lilivyotokea. Lakini kwangu niseme ni jambo la kawaida ambao kila mwanadamu anaweza kumtokea, kwa sababu yako mazungumzo ambaye mnaweza mkazungumza nje kwa maana kwenye public ya watu, lakini kuna muda mwingine mnaweza mkazungumza siri kama familia. Kwa hiyo katika familia hizi yako mambo mengi ambayo sisi wana familia tunazungumza. Lakini kuna muda na nafikiri kwamba kwa hili jambo Watanzania tunatakiwa tujifunze kwa namna ambavyo tunavokaa katika hizo familia, tuweze kujua kwamba tumekaa na nani na nani, kwa sababu kuna muda mwingine familia inahitaji kuwa na siri kwa yale ambayo mnaongea kwenye familia. Sasa leo mkiona kuna jambo ambalo limetokea kwenye familia, mkaamua kuliongea kwenye familia, alafu kuna mtu akalibeba akazipeleka kwenye public ya watu, manake huyu mtu sio mtu mwema. Huyu mtu kama inafikia mahara anakwenda kutoa
mambo ya familia mnavyoongea, maana yake yuko siku mtu hata kukea sumu kukua inawezekana. Kwa hiyo Waswahili wanasema mwanadamu mwenye uelewa ukivuka nguo basi lazima ukae chini uchutame. Mimi namjua Haji vizuri. Moja ni mtu wa watu Haji. Namzungumzia Haji vizuri kwa sababu namjua Haji anapenda sana mahusiano mazuri na watu, kuzungumza na watu. Tayari imeshatokea. Hakuna namna ambavyo Haji anaweza kulikataa ile jambo kwamba yeye akufanyaje? Akufanya. Kwa sababu automatically kabisa kwa mtu mwenye uelewa akisikia voice note unajua kwamba hili jambo la Haji. Lakini mimi namjua Haji kwa sababu ni mtu ambaye amezaliwa Pwani, ni mtu ambaye Dar es Salaam, anajua mazingira ya namna ambavyo watu wanadamu namna kuishi. Mimi nafikiri Haji atokee tu katika public ya watu, aende akaombe msamaha katika kile ambacho kilichotokea. Lakini pia nichukue nafasi hii niwaonye sana wanafamilia. Mambo ya kifamilia huwa anaishi kifamilia. Yanaishi kifamilia. Yes. Huu ni usaliti. Tunaweza kuuita? Mimi nasema huu ni zaidi ya usaliti. Haya ni zaidi ya usaliti. Na labda nimuhusie tu ndugu yangu Haji. Endapo akenda kuthibitisha na kujua nani amefanya hili jambo, basi katika maadui zake kama walikuwa 10 aongeze huyu 11. Sio jambo jema. Inawezekana kuna mambo mengine Haji ameongea mazito kuliko haya. Unajua, mimi baada kusikia voice note nisikitika sana. Nilijiuliza mambo mengi mno. Yawezekana kwa hiki ambacho kilichotokea kati ya Haji na aliyekuwa mkewe. Na inawezekana Haji alizungumza akiwa na familia yake. Yawezekana sio haya yako mengi Haji amekwenda kufanyaje? Ameyazungumza. Lakini kimsingi kibinadamu sio vitu vya kuvitoa. Kuna muda mwingine mwanadamu lazima uwe na siri. Kwa hiyo kubwa kama nilivyosema, huyu aliyefanya binafsi mimi siungi mkono. Aliyefanya binafsi mimi nalaani hili tukio. Na kimsingi ni jambo ambalo la kujifunza sana, hususan kwa wanaume wenzangu. Tuwe makini sana pindi tunapokwenda kuzungumza na familia. Aliyakuwa tukijijua sisi ni watu wa nini? Wa mitandao. Mikoi, ni kutoe hapo kwa Haji Sande Manara kutokana na kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii mpaka hivi sasa, na Manara mwenyewe amesema ataenda kuwaomba msamaha wale wote ambao anahisi amewakosea. Turejee sasa ndani ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Mnyama Simba ana kazi kesho katika uwanja wa KMC, mchezo mwingine wa kiporo dhidi ya Mashujaa. Unaenda kuwa ni mchezo wa aina gani? Ukiangalia Simba bado ana morali ya kutinga katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho mkiwa pamoja kule South Africa. Lazima nikiri ni mechi ngumu kwa sababu Simba huwa hatujawahi kucheza mechi rahisi kwenye ligi ya NBC. Naamini kwamba kesho mechi itakuwa ngumu. Naamini kesho ni mechi muhimu sana kwetu. Kwa sababu Simba kwa sasa hatuhitajiki kupoteza mechi, kwa maana kupoteza point. Tunapokwenda kukutana na Mashujaa, unaleta kumbukumbu kwenye mechi ya kwanza iliyofanyika ligi Tanganyika pale. Naamini kila mmoja anakumbuka ile mechi. Na mimi binafsi lazima niseme, mwaka huu ukiniuliza kwenye ligi ya NBC, mechi gani ambayo iliniumiza kichwa sana, mechi gani ambayo sitaisahau, basi mechi ya Simba na Mashujaa. Kwa hiyo niwaambie sana wana Simba, kupitia ninyi waandishi wa habari, tunahitajika kuongeza nguvu. Tunahitajika kwenda kuchukua tiketi ili kwenda kujaa katika uwanja wa KMC, kwenda kutoa sapoti zidi ya timu yetu kesho. Mechi itakuwa ngumu sana. Taarifa za kwenye mitandao nilizopata asubuhi, naamini kwamba sina mashaka nazo kwa sababu nimezifanyia kazi na uhakika na hiki ambacho nitakachozungumza. Ni kweli ahadi ambayo inaonekana imetoka, ni kweli wameahidiwa. Inasemekana zaidi ya milioni 100. Yes, ni milioni 100. Ni pesa ambazo zimegawanyika kwenye makundi mawili. Ndani ya milioni 100 kuna pesa imegawanyika kwenda kwa wachezaji na kuna pesa imegawanyika kwenda kwa timu. Kibaya zaidi aliotoa huyu pesa milioni 100. Ameweka masharti. Mmoja wakipata matokeo ya suluhu, maana yake watapata milioni 50. Ile pesa itagawanyika. Maana yake itakwenda fungu milioni 30 itakwenda kwa Mashujaa, kwa viongozi wa Mashujaa, milioni 20 itabaki kwa wachezaji. Ikipatikana yote milioni 100, maana yake milioni 40 itakwenda kwa wachezaji, milioni 60 itakwenda kwa management. Si Simba tumefurahi.
Mashabiki wa Simba tumeenjoy. Tukisikia mtu ambaye tunakwenda kucheza naye amekwenda kuwekewa pesa ili akaongeze spirit ya kupambana na sisi. Sisi Simba tunahitaji upambanaji kwa namna ambavyo tunakutana na hiyo timu. Si kwetu kesho tunakwenda kuenjoy. Lakini niwaambie tu Mashujaa. Naamini katika kumbukumbu kwao walilia. Yawezekana kesho KMC wakaenda wakazirai kabisa. This is Simba. Simba tunahitaji ubingwa. Simba tunahitaji kurudi Champion League. Simba tunaamini sisi ni wakubwa. Tunarudi vipi Champion League? Maana yake ukitaka kwenda Champion League lazima uchukue ubingwa wa nchi. Ili kuchukua ubingwa wa nchi, maana yake kila mechi ambayo unakuja ligi NBC unahitaji matokeo. Lakini sisi ni timu kubwa. Moja ya timu kubwa sifa yake ya kwanza kuhakikisha anachukua mataji ambayo yalikuwa mbele yake. Kesho tunakwenda kuonyesha ukubwa wetu zidi ya Mashujaa. Naamini ratiba wana Simba tunaiona. Wachezaji wa Simba wanahitajika kesho kwenda kuonyesha ukubwa wao. Wachezaji wa Simba kesho wanatakiwa kwenda kuonyesha kwamba siku 4 zilizopita wamekwenda kuipeleka timu kwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Simba. Mechi ya kesho. Mechi nzito. Kitakachotokea katika uwanja wa KMC, Mashujaa hatuamini.